jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amani iwe kwenu. Mheshimiwa Baba Askofu wa Jimbo Katoliki la Bagamoyo, Mwasha Mwaskofu Stefano Lameck Msomba OSA, Mheshimiwa Padre Dominic Somora, Vika wa Watawa Jimbo la Bagamoyo, Mheshimiwa Padre Emmanuel Makusalo, Paroko wa Parokia ya Mwenye Heri Isidori Bakanja Boko, wa Dekania ya Tegeta, waheshimiwa kaka zetu katika Karmeli, waheshimiwa mapadri wote, Mheshimiwa mkuu wa provinsi ya Afrika Mashariki, Sister Maria Vestina Vedasto Tibenda, waheshimiwa watawa, walelewa, wazazi, wageni waalikwa na waamini wote kwa ujumla. Tumsifu Yesu Kristo. Awali ya yote, ni jambo la kumshukuru Mungu aliyetuita na kutukirimia zawadi ya wito wa kitawa katika shirika letu la masista wa Karmeli wa misionari wa Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu. Kwani kwa huruma na upendo wake mkuu ametupatia zawadi ya mabinti hawa 6 watakaojitoa na kuwekwa wakfu kwa nadhiri za muda za kitawa katika adhimisho hili la misa takatifu, ambao kwa moyo wa shukrani wanauliza, nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote alionitendea? Kwa muda mrefu wamekuwa wakijiandaa na kupitia hatua mbalimbali za malezi na masomo mpaka kufikia hapa. Hivyo hatuna budi kuwashukuru wote waliowezesha jambo hili mpaka siku hii ya leo, ambapo sisi sote tunashuhudia majitoleo ya mabinti hawa kwa Mungu na kwa kanisa lake. Sambamba na hilo, pia leo tunaungana na dada zetu watatu, Sister Maria Piara Vitalis Njiku, Sister Maria Immaculata Jenes Mkindi na Sister Maria Vestina Vedasto Tibenda, wanaomshukuru Mungu kwa zawadi ya jubilei ya miaka 25 ya maisha ya kitawa katika kanisa na katika shirika. Nao wanainua mioyo yao wakimtukuza na kumshukuru Mungu wakisema, sio sisi Mwenyezi Mungu, bali wewe peke yako utukuzwe kwa ajili ya fadhili zako na uaminifu wako. Kama shirika, tunaendelea na maadhimisho ya jubilei ya miaka 100 ya shirika tangu kuanzishwa kwake na miaka 100 ya kutangazwa Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu. Pamoja na hayo, leo kama shirika tunamtukuza Mungu kwa sherehe ya mwanzilishi wetu Mwenye Heri Maria Krotifisa, ambaye anatimiza miaka 20 tangu atangazwe mwenye heri. Tujiruhusu kugeuzwa na zawadi hii kutoka kwa Mungu yenye nguvu na busara. Hatuwezi kuelewa au kupima kila kitu, lakini tunajua kwamba Mungu anaendelea kufanya kazi kimya kimya katika historia na maisha ya kila mmoja wetu. Hata wakati kila kitu kinaonekana kupingana na mantiki ya imani katika uso wa majaribu ya maisha, alama ambazo bado tunazo, Bwana anatukusanya kwa ajili ya shukrani za furaha, kusherekea pamoja zawadi ya utakatifu wake iliyotolewa kwa kanisa letu kama urithi hai na talanta ya kukuzwa.
Ni jambo la kawaida kujiuliza, ni nini kinachosalia katika siku hiyo ya neema? Ni nini kilitokea? Kwa hiyo, pumzi ya Roho Mtakatifu iliyogusa shirika letu. Mwenye heri Maria Krotifisa, mwanamke mwenye ukakamavu mkubwa, hakujiruhusu kulemewa na magumu, bali alizidisha imani yake kwa Mungu ambaye ndiye mpaji wa kila jambo jema. Mwenye heri Maria Krotifisa, ambaye hakuchoka kutukumbusha Yesu katika Ekaristi, atatuangazia na kututia nguvu katika sala ya ndani ya mioyo yetu. Heri roho zinazojua kupata siri ya utakatifu wa kweli, ndani yake awezaye kuwaumba watakatifu. Kama mahujaji katika matumaini, huku tukizitazama mbingu jinsi zilivyo nzuri, katika adhimisho hili la shukrani, tunamkabidhi mwenye heri mahitaji ya dunia nzima, amani, kanisa la kiulimwengu, nchi yetu, jimbo letu la Bagamoyo, shirika letu la masista wa Karmeli wa misionari wa Mtakatifu Teresa, mapadri, familia zote, vijana, wagonjwa na mahitaji yote ya dunia nzima. Tukitafakari hayo katika sikukuu ya leo, tunawakaribisha wote katika adhimisho hili la misa takatifu ili tuungane na dada zetu hawa: Upendo Gerard Chumi, Amaria Gabriel Mroso, Harriet Yakum, Ruth Andrew Joseph, Prodiganda Peter Sirayo na Loisi Biira, ambao kwa kufuata nyayo za Bikira Maria, Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu, mwenye heri Mama Maria Krotifisa na Padre Lorenzo, waanzilishi wa shirika letu, wameamua kuyatoa maisha yao yote kwa Mungu, kanisa na ulimwengu mzima, katika familia ya masista wa Karmeli wa misionari wa Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu. Tujumuike na mabinti hawa pamoja na familia zao katika kumshukuru Mungu kwa zawadi hii kubwa ya wito wa kitawa, na tuwaombee ili nao waweze kumpenda Kristo bwana harusi wao kwa maisha ya usafi wa moyo, ufukara na utii, wakiongozwa na nguvu ya Roho Mtakatifu katika kumtumikia Mungu na jirani popote pale duniani. Yeye alianzisha wito huu ndani yenu awajalie neema za lazima mnazozihitaji ili kuziishi kikamilifu lulu za maisha haya ya wakfu. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tuwakabidhi mikononi mwa Mwenyezi Mungu na dada zetu, wale ambao wanafanya jubilei ya miaka 25 na wale ambao wanafunga nadhiri za kwanza. Mungu mwenyewe aendelee kuwategemeza katika maisha yao na katika safari ya kumwelekea yeye katika utakatifu. Na sasa tusimame tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Namuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu. Mungu Mwenyezi atuhurumie,
atufikishe kwenye uzima wa milele.
Baba Mwenyezi, uliyewajalia dada zetu Sister Maria Piara Njiku yao kwa utumishi wa miaka 25, pokea shukrani yetu kwa unyenyekevu na uyo uwaimarishe zaidi katika nia yao takatifu ya kujitolea na kukutumikia kwa juhudi zaidi kwa sifa ya jina lako na wokovu wa watu. Pia umependa wewe kuistawisha ile neema ya ubatizo kwa nguvu zako nyingi katika watumishi wako hawa: Upendo Gerard, Amalia Gabriel, Harriet Akumu, Lucy Andrew, Predigenda Peter na Lois Bira, hata wakanuia kufuata nyayo za mwanao kwa karibu zaidi. Tunaomba wajalie uchaji iliyo kamili na wafuate ukamilifu wa Injili siku zote, ili waongeze utakatifu wa kanisa na kuimarisha juhudi yake ya kitume kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo la kitabu cha nabii Yeremia, sura ya 1 aya ya 4 hadi ya 9. Neno la Bwana lilinijia kusema: kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Ndipo niliposema, Bwana Mungu, tazama siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalo kuamuru. Usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe nikuokoe, asema Bwana. Ndipo Bwana akaunyosha mkono wake, akanigusa kinywa changu. Bwana akaniambia, tazama, nimetia maneno yangu kinywani mwako. Neno la Bwana. Hiki ndicho kizazi cha wautafutao uso wako, e Bwana.
Somo la waraka wa Mtume Paulo kwa Wakorinto. Wayahudi wanataka ishara na Wayunani wanatafuta hekima. Bali sisi tunaomhubiri Kristo aliyesulubiwa kwa Wayahudi ni kikwazo na kwa Wayunani ni upuuzi. Bali kwao waitwao Wayahudi kwa Wayunani ni Kristo nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Kwa sababu upumbavu wa Mungu una hekima zaidi ya wanadamu, na udhaifu wa Mungu una nguvu zaidi ya wanadamu. Maana ndugu zangu, angalieni wito wenu, ya kwamba si wengi wenye hekima ya mwilini, si wengi wenye cheo walioitwa, bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia awaibishe wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Tena Mungu alivichagua vitu vinyonge vya dunia na vilivyodharauliwa, naam, vitu ambavyo haviko, ili avibatilishe vile vilivyoko. Mwenye mwili awaye yote asije akajisifu mbele za Mungu. Bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu, na haki na utakatifu na ukombozi, kusudi kama ilivyoandikwa, yeye aonaye fahari na aone fahari juu ya Bwana. Neno la Bwana. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo.
Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake ataipoteza, na mtu atakayeipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Kwa sababu mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika zake, ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Neno la Bwana. Sasa mlezi wa wanovisi atawaita wanovisi, nao wataitika. Upendo Gerald Chumi. Mimi ni kwa ajili yako Bwana, na wewe kwa ajili yangu. Amalia Gabriel Mroso. Mungu, Mungu wangu, nitakutafuta kwa moyo, nafsi yangu inakuonea kiu. Akumu Harriet. Unifundishe akili na maarifa, maana nimeamini maagizo yako. Lucia Joseph Andrew. Nami nitakuposa, uwe wangu kwa milele. Fredganda Peter Silayo. Bwana, unajua kuwa mimi sina hazina nyingine ila tu wale watu uliopendezwa kuwaunganisha nami. Bira Loisi.